Uhusiano wako na Mungu ni siri kuu ya mafanikio yako 2026. Uhusiano wako na Mungu ni ufunguo mkuu wa utele wa kiungu 2026. Uhusiano wako na Mungu mwaka huu ndio mtaji wako wa 2026. Kama ni mwaka wa utele wa kiungu, basi ni mwaka wa utele wa kuhusiana na Mungu. Kukaa mbali na Kristo ni kukaa mbali na utele wako. Kuhusiana na Kristo ni kuhusiana na vitu vyako. Shida ukitaka vitu, unatafuta vitu badala ya kumtafuta mwenye vitu. Usikimbize vitu, kimbiza mwenye vitu. Namna ama jinsi ya kuhusiana na Mungu. Praise and worship, yani kuabudu na kusifu. Kila kuabudu na kusifu katika roho na kweli ni kuhusiana na muumba wako. Kusifu na kuabudu sio kipengele cha ibada. Kusifu na kuabudu ni ibada ya kuhusiana na Mungu wako. Kuabudu na kusifu ni njia rahisi ya kuhusiana na Mungu. Saa ya kuabudu ni saa ya kuhusiana na muumba wako. Saa ya kusifu ni saa ya kuhusiana na muumba wako. Kwa hiyo heshimu, tambua na maanisha kusifu na kuabudu kwamba ni njia maalumu kabisa ya kuhusiana na Bwana Mungu wako. Kwa hiyo acha kutomaanisha kwenye hilo eneo na anza kumaanisha, ili uhusiane na muumba wako ipasavyo 2026 kupitia praise and worship. Njia ya pili, neno. Neno ni Mungu. Mungu ni neno. Neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo kulipokea neno ni kumpokea Mungu mwenyewe. Kukutana na neno ni kukutana na Mungu mwenyewe. Kulipuuza neno ni kumpuuza Mungu mwenyewe. Kutolisikia neno ni kutomsikia Mungu mwenyewe. Kulidharau neno ni kumdharau Mungu mwenyewe. Kupitwa na neno ni kupitwa na Mungu mwenyewe. Kila saa ya neno ni saa ya kuhusiana na Mungu. 3. Maombi. Maombi ni njia ya mahusiano kati yako na Muumba. Maombi ni njia muhimu sana ya kuhusiana na Mungu. Maombi ni njia kuu ya kuhusiana na Mungu. Maombi yakikoma, uhusiano wako na Mungu umekoma. Maombi yakifa, uhusiano wako na Mungu umekufa. Kilichobeba utele wako ni uhusiano wako na Mungu. Uhusiano uliobeba utele ukifa, ni utele umekufa. Uhusiano uliobeba utele wako ukianguka, ambao ni maombi, maana yake ni utele umeanguka. Ikiwa ni mwaka wetu wa utele na Mungu, tuboreshe uhusiano wetu na Mungu kwa kuomba bila kukoma. 4. Ibada. Ifike mahali kwenda ibadani iwe desturi yako. Everybody knows leo ni juma ngapi, huwezi kumpata fulani, ni siku yake ya ibada, hii huwa haiguswi na mtu. Ibadani ni mahali pa kuhusiana na Mungu wazi wazi. Mungu huwa hakosekani kwenye kusanyiko la watakatifu. Kila ibada ni appointment yako na Muumba. Huwezi ukamkosa Muumba kwenye kusanyiko lake. Nyumba ya Bwana ni nyumba ya utele. Ibadani na nyumba ya Mungu ni nyumba ya utele wa kiungu. 2026 usikosekane kwenye jumba hili la utele wa kiungu. 5 na mwisho, utoaji. Utoaji ni njia kuu ya kuhusiana na Mungu. Utoaji ni urafiki na ukaribu wa mtu na Mungu. Utoaji ni ibada binafsi ya mtu na Mungu. Utoaji ni madhabahu binafsi ya mtu na Mungu. Utoaji ni kumheshimu Mungu na uchumi wako. Utoaji ni kumpa Mungu nafasi kwenye mapato na uchumi wako kwa ajili ya usalama. Utoaji ni kumfanya Mungu kuwa Bwana na Mwokozi wa eneo lako la fedha pia, kama ilivyo roho yako. Ni hadi Mungu amefanyika Bwana na Mwokozi wa fedha, mashambulizi hata